Karibu katika Mseto Plus ya leo Oktoba mosi, dakika kadhaa za kutazama taarifa mseto kutoka pande tofauti za dunia. Jina langu ni Fatuma Huseni, nyuma kamera ni Goodluck Gustavo. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linamshikilia Emmanuel Kilangi mwenye umri wa miaka 30, mkulima na mkazi wa kijiji cha Hamkoko kwa tuhuma za mauaji ya mtoto wa kaka yake aitwaye Winifrida Kafumbo mwenye umri wa miaka 8, mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Hamkoko, aliuawa kwa kunyongwa shingo baada ya kubakwa na kulawitiwa na baba yake mdogo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa leo Oktoba 1, 2025 na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, Wilbrod Mtafungwa, tukio hilo lilitokea Septemba 30, 2025 majira ya saa 9:45 za usiku katika kijiji cha Mluseni, kata ya Ngoma, wilaya ya Ukerewe, wakati mtoto huyo akiwa amelala na wenzake. Inadaiwa kuwa mtuhumiwa alimchukua mtoto huyo na kwenda kumfanyia kitendo hicho cha kikatili nje ya nyumba aliyokuwa amelala, huku watoto wengine wakiwa usingizeni. Aidha, taarifa hiyo imeeleza kuwa wazazi wa marehemu walimwacha mtoto kwa baba yake mdogo kwa ajili ya uangalizi wakati wao wakielekea wilaya ya Sengerema kwa matibabu. Mtuhumiwa huyo anaendelea kuhojiwa na uchunguzi kuhusiana na tukio hilo la kikatili la mauaji, lakini pia na matendo ya kikatili yaliyotarajiwa kufanyika. Uchunguzi utakapokuwa umekamilika, mtuhumiwa atachukuliwa hatua za kisheria. Kufuatia tukio hilo, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza linaendelea kuwakumbusha wazazi na walezi kuchukua tahadhari na watu wa karibu, wakiwepo ndugu, wafanyakazi wa ndani na marafiki, kwa kutoamini na kuachia watoto, kwani watoto wanapaswa kuwa chini ya uangalizi wa karibu kwa wazazi kama ilivyokuwa mila, desturi na taratibu zetu. Mwezi Oktoba umeanza kwa kicheko kwa watumiaji wa mafuta ya petroli na diesel baada ya bei ya nishati hiyo kushuka kwa mara ya pili mfululizo. Taarifa iliyotolewa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji Tanzania EWURA leo Oktoba 1, 2025 inabainisha kuwa bei ya rejareja ya petroli ni shilingi 2752 huku dizeli ikiuzwa shilingi 2704. Kutokana na bei hizo, petroli imeshuka kwa shilingi 55 kutoka shilingi 2807 iliyokuwa ikitumika mwezi Septemba, na dizeli imeshuka kwa shilingi 50 kutoka shilingi 2754 iliyokuwa ikitumika mwezi uliopita. Auheni hii inakuja ikiwa ni miezi miwili baada ya dizeli kupaa kiduchu kwa shilingi 10, hali inayofanya watumiaji kutoboa mifuko yao kujipatia bidhaa hiyo. Licha ya kushuka kwa bei hiyo ya mafuta nchini Tanzania, EWURA inasema bei ya nishati hizo katika soko la dunia na gharama za uagizaji kupitia bandari ya Dar es Salaam, Mtwara na Tanga zimeongezeka. Kwa upande wa gharama za uagizaji mafuta katika bandari ya Dar es Salaam zimepungua kwa wastani 1.95% kwa mafuta ya petroli, zimeongezeka kwa 2.39% kwa mafuta ya diesel na hakuna mabadiliko kwa mafuta ya taa. Katika bandari ya Tanga zimeongezeka kwa 6.38% kwa mafuta ya petroli na dizeli, na katika bandari ya Mtwara zimeongezeka kwa 0.49% kwa mafuta ya petroli na hakuna mabadiliko kwa mafuta ya dizeli. Serikali ya Marekani imefungwa rasmi usiku wa kuamkia leo Oktoba mosi mara baada ya bunge na ikulu ya Marekani kutokubaliana juu ya mswada wa bajeti ya Marekani uliopendekeza kuongeza fedha za uendeshaji wa shughuli za serikali kuu. Licha ya kwamba chama cha Republican cha Rais Donald Trump ndio kinadhibiti mabaraza yote mawili ya bunge la Marekani, bado kinahitaji msaada wa chama cha Democratic ili mswada upitishwe katika Seneti ambako kura 60 zinahitajika. Hata hivyo, pande hizo zimeshindwa kuandaa mswada unaokubalika na wote baada ya Seneti kukataa mapendekezo ya Republican na pia ya Democratic saa chache kabla ya muda wa kufungwa kwa serikali kumalizika. Kikawaida mwaka wa fedha wa Marekani huanza Oktoba mosi na humalizika Septemba 30. Hii ni kusema kwa sasa serikali ya Marekani haina bajeti ya kuendeleza shughuli za serikali kuu. Hii ni mara ya kwanza serikali inafungwa tangu mwaka 2018 katika muhula wa kwanza wa Trump. Kufungwa kwa serikali kulidumu kwa siku 34, ambao ni muda mrefu zaidi katika historia hadi mwanzo wa mwaka 2019. Mwisho wa Mseto Plus ya leo Oktoba mosi. Jina langu ni Fatuma Huseni, nyuma kamera ni Goodluck Gustavo. Tukutane tena wakati mwingine.